Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu wafuatiliaji wetu na watazamaji wetu wa channel yetu ya Ustadh Shafi Online TV. Karibuni sana katika sehemu yetu ya pili ya kumjibu mchungaji Masawe ambaye ametengeneza hoja kuhusiana na Uislamu umetengenezwa na Wakatoliki. Uislamu umetokana na Wakatoliki. Sasa tulizungumzia sehemu ya kwanza, tulijibu maswali yake ama hoja zake, na sasa tunaendelea na sehemu ya pili. Na leo tupo na al-Ustadh mwalimu wangu Sheikh Kesede katika mwendelezo huu wa sehemu ya pili ya kumjibu Pastor Masawe. Sheikh Kesede, kwanza nikutakia amani. Assalamu alaikum warahmatullahi Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Na mtubui katika hoja zetu kwa faida ya watazamaji wetu wa channel yetu ya Ustadh Shafi Online TV. Kabla hatujaingia katika hoja, tuna mwezi wa Ramadhani kesho kutwa unakuja. Labda neno matatu au manne kwa watazamaji wetu. Sawa. Ni kweli katika siku 2-3 zijazo tunaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibada ambayo iko katika Uislamu na ilikuwepo kabla ya Uislamu, lakini si la kuzungumzia siku ya leo, isipokuwa tunawatangazia tu Waislamu kwamba ibada hiyo jiandaeni kwa kheri, kwa sababu ni mwezi ambao inaosha madhambi ya mtu, inamkurubisha mja kwa Allah na inamwachia mtu athari ya uchamungu. Na ibada hiyo Mungu anasema inna hadha la fi suhufi al-ula suhufi Ibrahima wa Musa, hakika hayo mnayokuwa mnaambiwa ndani ya Qur'an yako katika vitabu vilivyokuwa kabla ya hii Qur'an, vitabu vya Ibrahim na vitabu vya Musa. Kwa hiyo ibada atakayeshiriki ibada hii, basi ajue kwamba atakuwa ameshiriki ibada ya Taurati, Zaburi, Injili na Qur'an. Na bahati mbaya kwa upande wa pili, ibada hiyo hawaijui, na japo ndio ibada ambayo ni mpango wa Mungu wa kweli tangu Taurati, Zaburi na Injili mpaka na Qur'an. Lakini insha Allah siku Mungu atatupa wasaa, tutaweza kuipanua ibada hiyo. Alafu kitu kimoja na waambia Waislamu, ibada hiyo siku tutaweza kuizungumza, nitathibitisha kinagaubaga kila kale tunakokuwa tunakafanya katika ibada ya swaumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, nitatoa uthibitisho kwenye kitabu cha Biblia. Kwa kila kitu nitatoa uthibitisho kwenye kitabu cha Biblia, ili kuwafahamisha ndugu zetu wa upande wa pili kwamba sisi hatufanyi kitu kwamba mtume kabuni, tunafanya kitu kwamba mtume kafunuliwa na Mungu muumbaji. Kwa hiyo ibada yote ya Kiislamu tunayoifanya ni ibada ambayo ni mpango wa Mungu wa kweli. Tathibitisha hilo kwa kila kitu. Nitaanza kwanza kwa mwezi. Waislamu wanafunga Ramadhani kwa kuonekana kwa mwezi, unaona bana, kisha kutangaza ya walimwengu wote wafunge mwezi mtukufu wa Ramadhani, kisha kuamka usiku kula daku, kisha kufuturu. Yani nitaonesha kila kakipengele, kila utaratibu tunaufanya katika saumu yetu mwezi mtukufu wa Ramadhani, nitaweza kuthibitisha. Alafu nitamalizia kuonesha kabisa wasiokuwa na ibada hii ni maadui wa Mungu, ni maadui wa manabii wote. Ongera kwa wale ambao Mwenyezi Mungu atawajalia kuwafikisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allahumma amin. Naam, Sheikh, turudi katika hoja zetu na turudi sehemu yetu ya pili kwa faida ya watazamaji wetu wa Ustadh Shafi Online TV. Pastor Masawe, hoja yake ya 5 nafikiri alizungumzia na kuhusiana na Nabii Musa. Anasema Nabii Musa alifundisha msamaha wa dhambi kupitia kuchinja. Sawa. Lakini ana madai yake anasema katika Uislamu
hilo halipo. Sasa inakuwaje Musa naye Muislamu? Kwanza mimi nitamshangaa. Ndio sababu nakwambia hao wanachuki dhidi ya Uislamu tu, hawana hoja. Kwanza tukisema kuhusikana na kichinjo, Uislamu ndio wanao kichinjo sana kuliko hata watu wengine. Wao kichinjo wanakijua. Lengo lake yeye ninavyomuelewa hapa, kwa sababu naongeaga nao sana Wakristo na wafahamu sana. Yaani Mkristo anaweza akatoa hoja hii, najua anakoelekea. Anaposema hivyo, anachokilenga ni kwamba Musa alikuwa anafanya kichinjo kwa ajili ya kutoa madhambi yao. Na vichinjo hivyo wakati wa Musa vilikuwa vinamlenga kuja kwa Bwana Yesu. Ilipofika kwa Bwana Yesu, kichinjo hicho hakikufanyika tena, ikawa ni Yesu tu atundikwe, iwe ndio mara moja kwa watu kusamehewa madhambi. Ndicho anachokilenga kwa Wakristo wote. Ukisikia anakuambia Musa alikuwa anafanya vichinjo, alikuwa anachinja kwa ajili ya kuosha madhambi yao, anachokilenga ni kuja kwa Yesu, alitundikwa mara moja tu, haiko tena kuchinja wanyama. Kule kutundikwa tu kwa Yesu ndio inakuwa ondoleo la madhambi yote. Ndicho anachokilenga. Usifikiri analenga kwa thamani ya kichinjo cha Nabii Musa. Analenga kichinjo cha Nabii Musa kilikuwa kinamtazama Yesu. Lakini itikadi hiyo ni itikadi potovu, ni itikadi ya kupotea, itikadi ya kikafiri, sio itikadi sahihi ya Mungu. Musa alifanya kichinjo ilikuwa ni kwa ajili ya ondoleo la madhambi ya wana wa Israeli. Haikuwa inamlenga eti kuja kwa mtu aje atundikwe. Hizo ni dhana za Wakristo. Na vile vile hakuna kichinjo kupitia mtu ili watu wasamehewe. Hakuna kabisa. Hakuna kabisa. Mungu hajawahi kusema vitu kama hivyo. Mungu ukisoma katika kitabu cha Taurati, Kumbukumbu la Taurati 24:6, Mungu anasema hivi: baba hata kufa kwa ajili ya mwana, wala mwana hata kufa kwa ajili ya baba. Kila mtu atakufa kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe. Maneno haya yanamaanisha kwamba hakuna yeyote ambaye Mungu atamtuma aje afe kwa ajili ya dhambi ya watu. Hakuna kitu kama hicho. Sasa Mungu kama ameshasema, atabadili mfumo wake, atabadili kauli yake. Kama atakuwepo, itakuwa kauli ya Mungu ni ya uongo. Mungu wa Biblia wa wana wa Israeli atakuwa ni Mungu wa uongo. Mungu anasema hakuna ambaye atakufa kwa ajili ya dhambi ya watu. Hakuna. Kwa nini tumpachike Yesu kwamba Yesu amekuja kufa kwa ajili ya dhambi ya watu? Tena hii mada hii kuna siku nitaipangilia iwe mada peke yake. Kufa kwa Yesu ni ondoleo la dhambi. Nipanue na nitoe siri inayojificha ndani. Naomba watu mnisubiri kwa hilo. Watazamaji wetu mnisubiri kwa hilo. Nakuja na mada hiyo kali sana. Hakuna dhambi ya uondolewaji wa dhambi kupitia kufa kwa Yesu. Hakuna. Ni vitu vimetengenezwa na wapagani, na wapagani wengine wakapatikana ndani. Kila mwenye itikadi hiyo ni mpagani, Mungu hamjui. Ni itikadi ya uongo. Lakini katika kichinjo tukija nyuma ni kwamba Musa akafanya kichinjo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Qur'an nasemaje? Mungu anasema inna a'tainakal kauthar fasalli li rabbika wanhar. Mungu anamwambia Mtume Muhammad sali kwa ajili ya Allah na uchinje kwa ajili ya Allah. Sisi tunafanya kichinjo ndugu yangu. Inna shani'aka huwal abtar. Kwa hiyo yule anapodai kwamba sisi hakuna kichinjo hajasoma Uislamu. Hebu ajitahidi siku ya Idi kubwa, Idi al-Adha, aje aone vichinjo vinavyofanyika ambavyo duniani havipo, ni Waislamu peke yao. Kwa hiyo sisi Waislamu ndio wenye kujua elimu ya vichinjo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Wenye elimu hiyo ni Waislamu pekee. Sisi kwanza Waislamu, sisi ndio tulipanua thamani ya vichinjo hivi. Sio kufa kwa mtu. Kufa kwa mtu ni upotevu wa Wakristo. Hakuna mpango wa Mungu wa kweli kwamba awaondolee watu madhambi eti mtu kwanza afe. Kitu kama hicho hakijawahi kutokea hata siku moja kwenye mpango wa Mungu.
Ustaz Kesedee, wakati ujue tunapitia ile mada yake naisikiliza, na nilivyokuwa napokea simu za watazamaji wetu wa Ustaz Shafii Online TV, ndio maana nikasema Sheikh Kesedee, nafikiri jana usiku ndio nikupigia simu na kuja, kwa maana sikuandaa wala kuandaa, kwa sababu niliona hoja zake ni dhaifu. Naam. Kwa wengine walikuwa wanaona hoja kubwa, lakini nimeona hoja dhaifu. Nafikiri sehemu ya kwanza na hii sehemu ya pili watazamaji wetu watakuwa wameelewa vitu vingi sana. Ndio hivyo kwa kweli. Watu hasa ndugu zetu wasiokuwa Waislamu, ukisikia na kupangia mada fulani, we mfuatilie kwa ile mada yake. Kwa hiyo mada yake anatangaza mada moja, lakini atazungumza vitu 200. Atazungumza vitu zaidi ya 200. Mada hii moja atagusa haka, aguse haka. Angalia mfano hapa, anatangaza mada kwamba Wakatolika ndio waasisi wa Uislamu, lakini amesha ingia kwenye vichinjo. Yaani hakusimama, na hata maswali nilikuwa naandika, mbona kada tena akaingia kwenye Musa sio mtume kwa sababu ya hoja ya kuchinja. Sasa ujulizie hoja ya kuchinja imeingiaje? Simama kwenye mstari wa hoja yako. Ndio sababu nakwambia hawakuagi na neno wanalolipangia na liwe hilo, na hivyo kile wanachokisema tofauti na kinachoandikwa ndivyo walivyo. Ndio maana tunawaambia Uislamu, msiwe mnababaika na hoja za wandugu zetu mitandaoni. Ni waongo na wanatangaza uongo. Wewe ukija kuchukua uzembe Muislamu, utajikuta unaanguka kwenye upotevu wa ndugu zetu. Umeisha bahatika, umepata neema ya kuwa Muislamu. Bakia katika Uislamu wako, bakia katika neema yako. Ni bahati uliokuwa nayo. Tafutia kheri katika Uislamu wako. Usibabaike na mbwembwe za Wakristo. Ni waongo, na kile wanachokitangaza ni cha uongo. Kwenye vitabu hakuna, na kama kiko kwenye vitabu, umaana wake ni tofauti na umaana wanaopachika wao. Kwa hiyo kuwa makini ndugu yangu Muislamu, kuwa makini kabisa. Wasomi wa vitabu ni Waislamu, kwa sababu Waislamu wanapitia kwenye vitabu na wana uhakika wa kile wanachokiongea, lakini Wakristo uhakika wa kile wanachokiongea hakuna. Tizama kama Masawi huko ameisha sema kwamba Wakatolika ndio wametengeneza Uislamu, lakini hapa ameisha ingia kunguzo 5, ameisha ingia kichinjo, ameisha ingia vitu vingi, na bado tungali tunasikia huenda tutapata vitu vingine tofauti na mada hiyo. Kwa hiyo hata hizi nguzo 5 wao wamezileta Wakatoliki. Nguzo 5 Wakatolika wanazileta. Alafu hapa anasema kwenye Biblia hamna nguzo 5. Unaona sasa rafiki yangu? Huku Wakatolika wanasimamia kwenye utatu. Utatu takatifu. Qur'ani imepiga marufuku utatu. Itakuwaje tena kwamba Wakatolika ndio wao wanatengeneza Uislamu? Kama watakuwa wanatengeneza Uislamu, itakuwa na maana kwamba Uislamu utabakia na itikadi ya utatu, kwa sababu itikadi ya Kikatolika ni utatu. Wakitengeneza Uislamu, itakuwa na maana kwamba Uislamu ni branch ya Kikatolika, nayo itasimamia kwenye utatu takatifu. Kwa faida labda ya watazamaji wetu, Ukatoliki na Uislamu upi utangulia? Kilichotangulia ni Uislamu. Uislamu imetangulia kabla ya dini zote duniani, kwa sababu Adamu Mungu anamuumba, alipopata akili akampa dini ya Kiislamu, kwa sababu dini ya Kiislamu inaanzia kwa Nabii Adam na watoto wake, na ushahidi huo ninao katika Biblia. Tuache Qur'an kwa sababu hao wanakataa Qur'an. Kwenye Biblia yenyewe Uislamu unaanza tangu kwa Nabii Adam, na hilo Mungu akitujalia tutaanza kulizungumza. Alafu insha Allah katika mipangilio ninayoipanga nitaanza kuzungumza kwa kutumia Biblia. Qur'ani nitakuwa nagusa tu kama kudokeza tu, lakini 95% nitazungumzia Biblia kuthibitisha Uislamu wa manabii wote. Nianze kwa Adam, nende kwa Nuh, nende kwa Ibrahim, nende kwa Enoko, nende kwa Musa, nende kwa Yoshua, mmoja baada ya mwingine, mmoja. Itakuwa ni vipengele.
Ya kwanza, sehemu ya kwanza itakuwa ni Nabii Adam, sehemu ya pili itakuwa Nuh, ya tatu itakuwa ni Enoko, ya nne itakuwa Ibrahim, ya tano itakuwa ni Ismaili, Uislamu wa Ismaili, Uislamu wa Isaka, Uislamu wa Yakobo. Yani itakuwa kila nabii sehemu yake yenye kukamilika. Nataka mkaange samaki kwa mafuta. Nataka sio yeye tu, maanake nataka ni wakaange wote, ili wapate kugundua kama kumbe hao Uislamu tunapokuwa tunakataa kwamba Uislamu haukuwepo, basi kumbe Uislamu upo hata kwenye Biblia. Ndio neno nasema kumkaanga samaki kwa mafuta yake, wapate kujua maadamu wanakataa Qur'an, sasa Biblia nayo waikatae. Naam, sasa nafikiri kwa swali kama hilo inshallah kwa watazamaji wetu watakuwa limepita hilo. Kichinjo katika Uislamu kipo, tena kwa ufafanuzi uliokuwa mzuri sana. Uislamu tunachinja sana. Hoja ambayo anaizungumza kwa dakika 7 unajibu kwa dakika 2. Bila wasiwasi. Na hapa kama maswali yako mangapi? Yako mengi tu. Yako mengi. Tutajibu zote kwa faida ya basi tusijibu zote kwa faida inshallah. Tuone, mimi nataka nione alichokitoa kama ushahidi kwamba Wakatolika wametengeneza Uislamu. Hicho ndicho niko na ngoja, kwa sababu mpaka hapo sijapata huyo ushahidi. Labda itapatikana katika sehemu nyingine huko katika maswali ya chini. Nafikiri tutafika huko. Haya. Hoja nyingine akatengeneza akasema Uislamu ni mchanganyiko wa vitu vitatu. Yaani kwa maana anakusudia Uyahudi, Ukristo na upagani wa Maka. Niambie eti Uislamu ni mchanganyiko wa vitu vitatu, akaviorodhesha pale. Kwa maana ni Uyahudi, Ukristo na upagani wa Maka. Ikoje hapa? Yeye amepata wapi? Sijui alipopata. Hoja alitengeneza hivi. Labda angelisema Ukristo ni mchanganyiko wa vitu vitatu. Nina kitabu hapa. Yesu ni mtu wa Adventista, ni mtu wa Sabato. Wa Sabato wanasema hivi. Wanadanganyana na ndacha. Wa Sabato wanasema hivi, ngoja nitafute kitabu cha wana Sabato hapa. Kama nitakipata hapa kweli ndio hiki. Kitabu kinaitwa Dhiki Kuu. Dhiki Kuu. Cha wana Sabato. Wanasema hivi wanasema hivi kwamba Ukristo ni mchanganyiko wa vitu vitatu. Tunasoma ukurasa wa 18. Inasema hivi, ukurasa wa 18. Inasema hivi, Waprotestanti wa Marekani watakuwa mstari wa mbele katika kunyoosha mikono yao juu ya shimo kubwa na kuushika mkono wa umuzimu. Watanyosha mikono juu ya shimo kubwa na kushikana mikono na mamlaka ya Rumi, na chini ya uongozi wa muungano huo wa Ukristo ambao ni wa utatu: Uprotestanti, umuzimu na Ukatolika. Kwa hiyo Ukristo ni muungano wa Katolika, Protestanti na umuzimu. Kuzimu ndio vitu vitatu vinatengeneza Ukristo. Sasa na yeye sasa atoe kitabu chochote anachokijua cha Waislamu kinachosema Uislamu ni mchanganyiko wa hivyo vitu vitatu. Anatoa Uislamu, Uyahudi, anasema Uislamu na Uyahudi na upagani wa Maka. Anasema Uyahudi, Ukristo na upagani wa Maka. Sasa atoe ushahidi kwamba Uislamu ni mchanganyiko wa Ukristo na upagani wa Maka na Uyahudi. Tunaona hapa mimi natoa ushahidi. Yaani mimi nikiongelea kitu natoa ushahidi. Ukristo ni mchanganyiko. Ni vitu vitatu vinavyoungana. Umuzimu, Ukatolika, Uprotestanti. Ndio inajenga kitu kinaitwa Ukristo. Sawa? Sasa na yeye mtu anapoongea, ukitaka kujua elimu yake huyu, tizama kile anachokiongea, anakithibitisha kama alivyoongea. Kama hakuna uthibitisho, mcheke huyu mtu, yuko anachezea watu, anawachezea watu mitandaoni. Anakosa cha kufanya, ndio anaona na yeye aonekane na yeye anaongeaga kwenye mtandao. Basi
Sasa alitoa wapi hiyo? Sijajua mwalimu. Uliona hata kuna andiko ametoa hapo? Hajatoa andiko, ni maelezo. Sasa Yesu anasema katika Mathayo 22:29, mmepotea. Kwa maana unatakiwa ukitoa kitu basi uandike. Thibitisha, toa ushahidi. Bila ushahidi manake wewe uko muongo na watu watakucheka. Kuna watu wanajidhalilisha mtandaoni bila yeye kujua. Yeye anafikiria ule uongo na ulimi kutaka kutengeneza vitu aonekane na yeye iko kwenye kamera, ionekane watu watamsifu kwa ile, kumbe anajidhalilisha bila yeye kujua. Ulimwengu kwa sasa umeendelea, sio kama ulimwengu wa jana ambao watu hawajapanuka kielimu. Hatuko zama za daktari. Hatuko zama zile. Tuko zama za watu kuwa huru kusoma. Unaona bana, wanaoshindwa kusoma ni wavivu tu, lakini katika Uislamu wetu sisi tunafundishwa na tunalelewa na kiongozi wa umma takaso la dunia Bwana Mtume Muhammad kwamba tusome. Mtume anasema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila janna, atakayeshika njia ya kwenda kutafuta ilmu pamoja na shida na matatizo za njiani, lakini Mungu atamwekea uwepesi wa kuingia peponi. Yaani Mtume anatuonesha thamani ya kutafuta elimu, hata kama ni mbali, hata kama ni uzito, lakini tafuta elimu. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fi din. Mtume anasema atakayebahatika kusoma elimu ya Kiislamu, huyu atakuwa anapata kitu kikubwa tena kizuri zaidi, kenye thamani hizo. Si tunafundishwa, tunaonesha thamani ya elimu, lazima tuitafute. Kwa hiyo wasitulinganishe sisi na utafutaji wetu wa elimu kama Wakristo. Wakristo ni wavivu wa kutafuta elimu, hawasomi. Kwa sababu ukibahatika kusoma ukapekua kabisa vitabu vya kidini ya Kikristo, wallahi Ukristo utauacha. Bwana Mudi, ukisema uingie uzamilie kabisa, usome vitabu kwa uzuri kabisa, ufanye utafiti kwenye vitabu vya Kikristo vya historia, usome ili utafute kujua chimbuko kabisa la dini ya Kikristo, wallahi wa billahi ndugu yangu, bila jazba Ukristo utauhama. Sasa ukimsikia mtu anakuambia nimesoma, hajasoma, kwa sababu angali katika Ukristo. Na kama ni kweli amesoma na yuko katika Ukristo, lakini hatapiga vita Uislamu, hata slim, lakini anabakia ni msomi wa kujua kama Ukristo ni upotevu, lakini hataki tu kwa Muislamu. Hivyo vitu vinawezekana. Kwa hiyo vitu kama hivyo havina hata umuhimu hata kidogo. Nafikiri kwa hapo Sheikh Kasedeni, nafikiri tutakuwa tumemaliza ushahidi kwamba Uislamu ni vitu vitatu: Uyahudi, Ukristo na upagani wa Maka. Hakuna ushahidi wowote, kasema tu kijazba, kujifurahisha tu, na watu wengine wako wanamcheka. Yeye bila yeye kujua. Amevitoa wapi? Na sio yeye, ndio sistemu ya mapasta wote huwa wakizungumza kile anachokiongelea. Tizama kinachoandikwa, hakuna. Na kikiandikwa kitakuwa tofauti na kile alichoongea. Na kile alichoongea kikienda sambamba na kile kinachoandikwa, maana yake tofauti na maana aliyepachika yeye. Ndivyo ilivyo. Wakristo hawana ukweli wowote. Mtu akidanganyika eti anaritadi eti juu ya hoja za Mkristo, ni mjinga kwa kweli, atakuwa hajui anachokifanya. Yaani kadanganywa, kapigwa mkenge bila kujielewa. Au atakuwa amefuata fedha. Labda hivyo. Yote hiyo inawezekana. Naam, wapenzi watazamaji wetu wa Ustadh Online TV, katika hilo nafikiri nitakuwa nimepata faida, na tunaendelea sasa na hoja nyingine. Kulikuwa na maswali mengi ambayo Wakristo walikuwa wanashindwa kujibu kuhusiana na swala la kusujudu. Lakini bwana Masawe yeye leo kanitosa mzima. Wanaambiwa wasujudu, wakiuliza mnasujudu vipi? Wanapiga magoti. Akaja sasa kulijibu hiyo hoja, akasema kusujudu si lazima uinanishe kichwa chini. Allahu Akbar. Hata ukipiga magoti na kusujudu, unasujudu. Hata mtoto wa miaka 6
anaweza kukushangaa. Naomba tuingie katika hoja ikoje. Allahu akbar. Sasa kuna andiko alitoa. Hajatoa andiko. Sasa liko plain tu. Mimi nashangaa wallahi. Na nasikitika sana hawa. Mimi sijui kama kuwa Kristo hawapatagi watu wa kuwashauri. Hawapatagi hawa washauri wa Kristo kuwashauri mapasta wao. Leo sisi waingie pale msikitini utoe kitu ambacho hakina uthibitisho katika Uislamu. Watakwambiaje? Utajibiwa. Lazima watakufuata. Lazima hapo kwa sababu Uislamu ni watundu. Waislamu hawaridhiki ya wewe kuzungumzia kitu hakina ushahidi. Utasikia tu mmoja anakuambia, "Shekhe, kuna dalili?" Utaanza kujitizama. La, sasa hiki ninachokia. Una aya, una hadithi, ndio Uislamu. Ndio. Kwa kweli mtume ametujenga vizuri wallahi. Mashaallah. Mtume Muhammad, ule ni mtume. Ule kwa kweli ni mtume. Ni mtume wa Mungu wa kweli. Yaani namna ambavyo katujenga sisi umati wake, sisi wafuasi wake, hapana mchezo. Yaani ongelea kitu kiwe na ushahidi kamili. Hapana kuongea tu bla bla. Hapana, zungumza kitu na ushahidi. Ndivyo tulivyoelewa na bwana mtume Muhammad. Na ndio maana kuna aya ndani ya Qur'ani, kabla tujaingia huko shekhi wangu. Kabla tujaingia huko shekhi wangu, sikiliza hapa. Kuna aya ndani ya Qur'ani nzuri inapendeza. Huwa naipenda sana. Hii aya inasema hivi: "Sema we Muhammad, hii ndiyo njia yangu, yani hii ndiyo dini yangu. Ninalingania watu kwa Mwenyezi Mungu kwa ujuzi wa kweli, kwa elimu ya kweli." Unasikia shekhi wangu? Kwa elimu ya kweli. Mimi nafanya hivi kwa kuwalingania watu kwa elimu na ujuzi mkubwa, na kila wanaonifuata, yani wafuasi wangu, nao wanahubiri kwa kulingania ukweli kwenye ujuzi, kwenye fahamu. Wanafanya hivyo wafuasi wangu, na Mwenyezi Mungu ametakasika na kila upungufu. Wala mimi simo miongoni mwa watu wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu. Huyo ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma ufafanuzi wake wanasema hivi, hapa anaambiwa mtume awaambie viumbe kuwa yeye na kila wanayemfuata yeye hulingania watu maneno ya dini ya Kiislamu kwa ujuzi wa kweli kweli, kwa hoja na dalili, sio kusema kuwa mwendo wetu sisi kuitakidi tu ikiwa hoja hiyo haina dalili au ujuzi wowote. Kitu kama hicho hakifai katika Uislamu. Sio huu mwendo uliosema katika Qur'ani, wala katika hadithi za mtume, wala katika maneno ya wanazuoni wote wa mbele yako. Sema kitu ambacho kiko na uthibitisho. Hii ndio dini yetu ya Kiislamu. Na ndio maana tunatofautiana kabisa na Wakristo. Muislamu iko na ule uoga. Kuna sehemu moja Biblia inasema hivi, maneno ya Mwenyezi Mungu yamekwisha kamilika. Iko katika Mithali 30:5-6. Maneno ya Mungu ni yenye kukamilika, yameenea. Ukiongea wewe usiongezi yako, usije kuonekana kuwa mongo ukapata hukumu kwa Mungu. Lakini Wakristo kwa uzushi hawana mpinzani. Biblia imezungumzaje kuhusiana na shahidi wa uongo? Shahidi wa ukisoma 19:18 kitabu cha Mithali kinasema shahidi wa uongo basi ataadhibiwa. Ataadhibiwa. Na ndio sababu nakwambia ndugu yangu, ukibahatika kuwa Muislamu, umshukuru Mungu. Dini ya Kiislamu inajitegemea. Dini ya Kiislamu inakwenda kwa hoja zake yenyewe. Lakini hapana Ukristo, angalia vitu wanavyoviongea vya kuchekesha. Eti kwamba kusujudu sio kutia kichwa chini tu. Yaani hata kupiga magoti ni kusujudu. Sasa hicho unachokiongea, si ukuwe na ile akili ya kujua kama watu wanakufuata? Uwe na hiyo akili ya kujua kama hiki ninachoongea nitasikilizwa na watu wengi. Si lazima watauliza, watataka wajue ushahidi uko wapi. Hapa niko na kamusi. Sikiliza kamusi, shekhe wangu. Mimi hapa nimejiweka kwenye vitabu kwa sababu nina hofu ya kuweza kuongelea kitu kwa uongo. Hapa niko na kamusi.
kamusi ya Kiswahili ndio hii, kamusi ya Kiswahili sanifu. Sikiliza wanavyosema sujudu ni kitu gani? Sujudu, sujudu. Naam, wanasema hivi: sujudu, kugusisha paja la uso wakati wa kusali. Hii ni kamusi. Kamusi Sujudu wakati ni kugusisha uso wako chini kwenye udongo wakati wa kufanya ibada ya sala. yeye anasema kupiga magoti na kusujudu. Allahu akbar. Kupiga magoti sio kusujudu. Mwalimu, ngoja kwanza, yaani vitu kama hivi ni vidogo tu. Mnaweza mkawakusanya labda watu 500 ndani ya Wakristo. Tuseme Wakristo tuende tuzie basi so kanisani wakusanye. Alafu waambie sujudu. Haone watapiga magoti au watasujudu. Yaani simple tu, wala haina yaani kuzunguka. Waambie sujudu. Uone watafanya nini? Watafanya nini? Watapiga magoti. Allahu akbar. Ni hatari sana ndugu yangu. Huyu anaposema hivi andiko hana. Hakuna hata andiko ametoa kuonesha kama ukipiga magoti kitabu kinasema umesujudu. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna. Lakini acha nimsaidie kidogo. Nimtofautishie kidogo bila kuchambua kwa urefu. Kusujudu ni kutia uso chini. Ukisoma Yoshua 5:14 inasema Yoshua akapomoka kiusohuso hata inchi. Kitabu hicho kinasema Yoshua 5:14. Yoshua 5:14. Yoshua akapomoka kiusohuso, yani akateremsha uso wake akaufikisha chini. Alipoufikisha chini, andiko inasema akasujudu. Inakuwa na maana kwamba kutia kichwa chini, kiguse chini kwenye udongo, ndo maana yake kusujudu. Kwa hiyo unaposikia kusujudu ni kugusisha uso chini wakati wa kufanya ibada. Hata ukifanya ibada ya kishirikina, kuabudu mashetani, kuabudu mizimu, kuabudu miti, kuabudu sanamu, maadamu tu unafikisha kichwa chini, tayari unasujudu. Yeye akisikia sigida anaelewaje? Na kama gotini. Yeye anakuambia ni kupiga magoti tu ni kusujudu. Wapi umepata wapi? Labda angelikuwa ni msomi, hangelisema hivyo. Lakini msomi kama mimi, kwa jinsi ninavyojua Biblia, kama mimi nilivyoisoma Biblia, siwezi nikaongea hivyo. Mimi naweza nikasema kwamba kupiga magoti kwa mujibu wa Biblia ni kufanya kiapo. 45:23 kitabu cha Isaya. Sikilizo andiko. Mimi namfundisha kupiga magoti ni nini. Mimi nimesoma Biblia. Ingelikuwa ni mimi kwa kule kusoma kwangu Biblia singesema kama yeye. Lakini atakuwa mwalimu wa kwanza kusema kupiga magoti ni kusujudu. Mara tunawazungumza na kina Dani. Wengi wanajua kama kusujudu ni kutia uso chini. Wanajua hivyo. Kupiga magoti ni kufanya kiapo kwa Mungu. Sio kusujudu kichwa chini. Sikiliza hapa katika kitabu cha Isaya 45:23. 45:23 kitabu hicho kinasema hivi. Sikiliza andiko shekha wangu, inasema hivi. Inasema hivi: kwa nafsi yangu nimeapa. Kwa nafsi yangu nimeapa. Neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki, wala haitarudi, ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa, kila ulimi utaapa. Kwa hiyo kuna kupiga magoti ni kama kufanya kiapo, lakini sio kuabudu wala sio kusujudu. Ni kama alama ya kufanya kiapo. Unaona mimi niko na hoja kwa sababu natoa ushahidi. Nasema kitu na ninakionyesha kwenye andiko. Kwa sababu ninachokiongea nina uhakika ni cha kweli. Na ndio maana nathibitisha kwenye andiko. Sasa mapasta wao wanafikiriaga hivi, yale wanayoyasema ambayo hayana ushahidi kokote,
wanafikiria labda watasikilizwa na wataaminika kwa kule tu kuongea kwa kuwa ni pasta. Dunia ya leo watu wamefumuka. Nani atakufuata na atakukubalia hicho unachokiongea? Hakina ushahidi. Vitabu vipo. Alafu huku mwanzoni huko unasema mimi nimesoma history. Nimesoma historia ya vitabu vya Kiislamu, vitabu vya Kikristo, vitabu vya kidini. Wewe kama umesoma, mbona uko unaongelea vitu ambavyo havina ushahidi? Haya maswali yote ambayo tumeisha yajibu, sijaona ametoa kitabu gani kwanza. Wewe fikiria haya maswali yote tumeisha yajibu, hajatoa dalili ya kitu chochote. Sasa alikuwa anaongea vitu gani? Lakini mimi tizama, tangu tumeshaanza, nimeshatoa dalili nyingi. Yaani nimuoneshe kumjibu na nionyeshe ushahidi wa kile ninachofanya. Ndio elimu hiyo kaka yangu. Elimu kinyume na ushahidi hakuna. Ukimwona mtu anapiga mbwembwe zake eti historia, anapiga historia mwaka fulani ilikuwa hivi, sasa utajuaje hicho anachokiongea ni kweli? Utajuaje? Hautajua kwa sababu sio watu wote wanajua kama unavyojua wewe. Na sio watu wote wanaelewa kama unavyoelewa wewe. Kuna watu usazikesede wanafuatilia hizi mada na wananukuu zile maandiko. Kwa maana akitoka hapo wanaenda kuangalia. Sasa unakuja unatoa maelezo tu na akaangalia. Sasa hatuna lazima maelezo yako. Dunia hatuna lazima maelezo yako. Utachikiongea basi tu anaandika. Toa na ushahidi kwa sababu vitabu vipo. Dunia ya leo inataka ongea kitu thibitisha. Ndio dini yetu ya Kiislamu. Labda kwa upande wa Ukristo hawahangaiki sana na ushahidi kwenye vitabu. Ndio maana mkanisa mtu anaweza kasema chochote anachotaka kuongea maadamu tu atapiga haleluya, amen. Ile amen inafunika uongo aliousema. Hawatakuwa na muda wa kumuuliza, bwana pastor umetoka kwenye andiko gani? Hawana Mukristo. Wewe ushaviona? Anaweza akakwambia kila analokusudia kukwambia we pastor ndani ya kanisa, wallahi hakuna atakempinga. Akisema tu jamani, usiku wa jana saa 8 usiku Yesu alinitokea, nikamuona kabisa kimvuli cha Yesu wa Nazareti, akanionyesha msalaba wenye kuwa na damu. Hapo kwa hapo Yesu akanambia kule unako kwenda haifai, na kwenye kanisa yako kuna mtu mbaya ndani yake. Anasema kipasta, kuna mtu mbaya ndani yake ambaye kaingiliwa na ibilisi na shetani, anakuja kutaka kudhoofisha kanisa, na huyo mtu yuko hivi. Kuna mtu aisha lenga anaipitishia sasa kunabii, na watu wote haleluya, wajumbe ndio tunawaita pale tayari. Hakuna atakayejitokeza pastor hivi vitu unasema ni kweli. Hakuna shekhe wangu. Ndio sababu nakwambia Ukristo umepotea, ni upotevu yani hatusemi hivyo kwa kashifa wala hatusemi hivyo kwa jazba eti kwa sababu hatuko Wakristo. Wallahi hapana. Yani tunaongea hivyo kwa sababu ndivyo ilivyo, ndio kweli. Naona shekhe wangu, ndio kweli. Kwa Ukristo kuna upotevu ulio mkubwa. Yani hawana uangalizi mkubwa sana na uchunguzi mkubwa sana wa kile kinachoongelewa na walimu wao. Hawana. Lakini mimi leo ni moja katika waathiri wa Kiislamu, ni moja katika walimu wa Kiislamu. Waislamu tu katika kunifatafata wasikie naongelea kitu kinyume na dini yetu ambacho hakina ushahidi wowote. Uone gisi watu watanifuatilia. Waathiri watanisema ovyo, watanipinga ovyo, wataniatake ya ajabu. Mashekhe wataniatake sana. Kwa sababu gani? Naenda kuongelea kitu ambacho kimekwenda kinyume, hakina ushahidi. Si nikudhalilisha dini? Kwa sababu sio ndio mfumo wa Uislamu kuongelea kitu ambacho hakina ushahidi. Haiko ndo kabisa mfumo wa dini ya Kiislamu. Kuna wasiwasi. Chochote Kenyatta kiongelea, wakiona tu kinapendeza kwenye ulimi, kinafurahisha, haleluya zinatoka kwa wingi, watu inapita hivyo na wanalikubali, linaingia mioni mwao. Wanakosa kwenda katika utaratibu wa waraka wa kwanza wa Yohana 4:1. Inasema wapenzi, msiamini kila roho, kwanza sijaribuni hizo roho.
kama zinatokana na Mungu kweli, zijaribuni maana yake, ulizeni anachokiongea ni sahihi au hakiko sahihi. Kama kiko sahihi, atoe ushahidi, sio kuongea tu kitu kila bila ushahidi. Hii ni mfumo wa Uislamu, hapana kuongelea kitu bila ushahidi. Ndio maana mimi nimeishaga jipelekea kwa kule kumuiga kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad. Mtume alikuwa akisema kwa uthibitisho wa kila anachofunuliwa na Mola wake, na Qur'ani 12:108 kama tunavyotoka kusema. Mtume anasema na wale wenye kunifuata wanafanya hivyo hivyo kwa elimu yenye uthibitisho. Ndio maana siwezi nikapendelea mimi niongelee elimu ya mambo ya kidini bila ushahidi. Ndio maana anajazana na vitabu hapa. Yote hiyo ni nini? Kuokopa kuongelea kitu bila ushahidi. Mimi nikisema kitu tu, shekhe wangu niulize hicho kitu, nitakupa ushahidi. Na ndio maana Wakristo wenye kunifuata wasi wanafikiria eti sisi tunauatake Ukristo, tunauchukia Ukristo, hatuwapendi Wakristo. La, hiyo itakuwa ni dhana kabisa, ambayo itakuwa ni dhana yenyewe yenye kukamilika. Sisi hatuko hivyo. Sisi tunapozungumza kitu, tunazungumza kitu na ushahidi. Nikisema Ukristo ni upotevu, andiko ipo tena inatamka hivyo hivyo, kinyume na ndugu zetu wa Kristo anachokiongea mdomoni, kinyume na kile kinachoandikwa. Mfano leo mimi naweza nikasema Ukristo ni ukafiri. Ukristo ni ukafiri. Ukiniuliza wapi andiko liko, nikakwambia kwenye Biblia utangulizi wa Naumu. Ngoja nitoe kwanza hiyo, alafu uone kama sisi tunapoongelea kitu tunaongelea kitu na ushahidi. Sikilize hii andiko na ushahidi, watu waone kama sisi hatuongelei kitu kwa jazba juu ya kupenda tu kuongelea kujifurahisha eti juu ya kupenda Uislamu. Hapana. Sikiliza Naumu, Naumu, kitabu cha Naumu katika utangulizi wake. Hii ni Biblia, inaitwa Biblia tafsiri ya Dr. Scofield. Biblia hii ya Wakristo, Biblia hii ni Biblia, si kwamba sisi tunaongelea akili. Yaani ukitaka kumjua mtu ni mwalimu, anaongelea kile anachokijua kwa ushahidi kamili, ndio mfano wake. Ukristo ni ukafiri. Sikiliza katika kitabu hapa cha Naumu, kitabu cha Naumu katika utangulizi wa kitabu cha Naumu inasema hivi: Mungu anahukumu ukafiri kwa njia ya maangamizi makubwa, gharika na uharibifu, na Ninawi zinashuhudia neno hili, zinazoonesha mbele maangamizi ya ukafiri wa dini ya Kikristo. Maangamizi ya ukafiri wa dini ya Kikristo. Kwa hiyo tunaposema kwamba Ukristo ni ukafiri, tuna hoja na tuna andiko na tuna ushahidi. Sio ushahidi wa kutengeneza, wa kubabia, ushahidi kamili. Ndivyo tunavyotakiwa sisi wote, hata kwa upande wa Kristo wawe hivyo. Unapoongelea kitu, acha kuongelea kitu kiimani, ongea kitu kielimu kwa ushahidi. Vitu kama hivi anavyoviongea hapa, wasijui kwamba Uislamu ni eti ni mkusanyiko wa vitu vitatu, upagani, Uyahudi, Ukristo. Havina ushahidi. Upagani wa Maka. Labda shehe, nafikiri kwa hapo wameelewa. Na mchungaji Masawa akaendelea kujenga hoja kuhusiana na Uislamu wetu. Akasema, mwalimu, nafikiri unaweza ukaandika hapo kwa faida ya watazamaji wetu wa Ustadh Shafii Online TV. Wewe mtazamaji wetu Ustadh Shafii Online TV, kama hujasubscribe hapo, unaweza kusubscribe, kulike, kucomment na ukashare linki kwa wengine ambao hawajaanza kutufuatilia, wakatufuatilia wakapata vipindi vizuri kupitia hapa Ustadh Shafii Online TV. Una maoni, una ushauri, unaweza kuweka comment chini ama ukatupigia kwa namba zetu ambazo zipo juu ya video hapo, ukazungumza na sisi chochote, swali ama lolote kama unaweza ukatuambia. Sasa usisikesede,
akaja na hoja nyingine akasema Uislamu hauna sababu ya kumpeleka mtu peponi. Nafikiri hivyo. Akatoa aya ya Qur'ani sura ya 19 aya 71. Sura ya 19 aya 71. Ni sawa? Sawa. Waislamu wote wataingia motoni. Akaishia hapo. Eti Uislamu hakuna sababu ya mtu kuingia Uislamu wala kuupenda Uislamu kwa sababu ni dini ambayo wote wataingia motoni. Allahu Akbar. Sasa tusome hiyo aya. Ngapi? 19:71. Waislamu wote wataingia. Yani hakuna mtu au hakuna sababu ya mtu kuingia katika Uislamu. Kwa sababu wote wataingia motoni. Akatoa sura ya 19 aya ya 17. Wala hakuna yeyote katika nyinyi ila ni mwenye kuifikia hiyo jahannam. Ni wajibu wa Mola wako uliokwisha kuhukumiwa. So unaona, ndio sababu niko nasema Waislamu nifateni ndugu zangu. Yani hiki ninachokiongelea inawezekana Kiswahili kikanipiga chini. Labda wakati mwingine Kiswahili changu chenga. Unaona bado, kwa sababu Kiswahili huwa sikifahamu sawa. Tunazoea Kiswahili chetu cha Kongo. Uenda labda Kiswahili changu kitakupiga chenga kukosa kunielewa, lakini unielewe kwa uzoefu wa Kiswahili changu. Hawa watu ndugu zangu, kuweni makini. Asikuletea andiko ukaona hicho anachokiongea ni kweli. Kama hicho anachokiongea tofauti na kinachoandikwa, hakuna kuingia motoni hapa. Hakuna shekhi wangu. Aya inasema hivi, wala hakuna yoyote katika nyinyi ila ni mwenye kuifikia hiyo jahannam. Ni wajibu wa Mola wako umekwisha kuhukumiwa. Hivi nikifikia bahari nimekwisha kiingia baharini? Nikifikia gari nimekwisha kiingia ndani ya gari? Nikifikia nyumba nimekwisha ingia ndani ya nyumba? So unaona sasa. Kwa hiyo kufikia kitu si maana ya kukiingia. Unaweza ukafikia bahari, haimaanishi unaingia ndani ya bahari. Unaweza ukafikia nyumba, haimaanishi unaingia ndani ya nyumba. Nafikiri tuirudie tena kwa ufafanuzi. Ngoja nirudie tena. Inasema hivi, wala hakuna yeyote katika nyinyi ila ni mwenye kuifikia hiyo jahannama. Kuifikia ni wajibu wa Mola wako umekwisha kuhukumiwa. Yani watu watafikia jahannama, si kwamba wataingia jahannama, wataifikia. Uko kuifikia ni nini? Ndio ilitakiwa kumfundisha. Kufikia sio kuingia. Kuna kuingia na kuna kuifikia. Watu wote ulimwengu mzima wataifikia jahannam. Kivipi mwana? Hapo sasa ndio ilitakiwa. So unaona unauliza, yeye angeuliza na yeye. Hapa kuifikia sasa kama sio kuingia ni nini? Angeuliza hivyo kuliko kukurupuka tu. Kuifikia ndio kuingia. Hakuna vitu kama hivyo. Ni Mtanzania. Kiswahili kinampigia cheka. Tungesema kidogo Mkongo au Mnyamwezi. Ndio hivyo hapo angeeleweka kwa sababu Kiswahili chake kibovu. Lakini sasa shekhe, kwa faida ya watazamaji, ndio aya hii safi kabisa, ni nzuri. Haijasema Waislamu wataingia motoni, wataingia jahannama. Hii aya haijasema hivyo, bali inasema haikuwa katika nyinyi wote. Na wanaposema wote ni walimwengu wote, wakiwa Uislamu, wakiwa Wakristo, wakiwa wapagani, wasijitoe wao. Ulimwengu mzima wako katika hii aya. Haikuwa katika nyinyi. Nyinyi wa nani? Binadamu wote ni wenye kuifikia hiyo jahannam. Huko kuifikia inamaanisha nini? Sikiliza Qur'ani 39. Najibu nafafanua hii aya kwa usahihi wake, tena kwa ufasaha. 39. Qur'ani 39:71. Qur'ani sura
39 surati Zumar aya ya 71. Sikiliza hiyo aya inasema hivi. Tunatafsiri ile maana ya kufikia jahannam. Sawa? Inasema hivi. Na waliokufuru watapelekwa katika jahannama makundi kwa makundi. Watapelekwa jahannama makundi kwa makundi mpaka watakapoifikia. Unasikia tena hapa? Waliokufuru, makafiri, maadui wa Mungu watapelekwa jahannama. Watakapoifikia hiyo jahannama, kule silisema haikuwa katika nyinyi ila ni wenye kuifikia hiyo jahannama. Kitabu kinasema makafiri wataifikia hiyo jahannama. Wakisha ifikia hiyo jahannama, sikiliza kinachoendelea hapa. Watakapoifikia, milango itafunguliwa. Kumbe hawajaingia, bali wameifikia tu. Wakati wanapoifikia hapo, sasa milango inafunguliwa. Hapo inakuwa na maana gani? Maanake hawako ndani ya jahannama, hawajaingia ndani ya jahannama, lakini wameifikia. Wakisha ifikia, maanake wanahudhuria, wanaikaribia, kisha milango inafunguliwa. Kinachotakiwa ni pale waingie sasa motoni, lakini hawajaingia motoni, ila kitabu kinasema wameifikia kabla hawajaingia motoni. Inaendelea kusema hivi. Milango itafunguliwa na walinzi wake watawaambia, je, hawakukujieni mitume miongoni mwenu wakikusomeeni aya za Mola wenu na kukuonyesheni makutano ya siku yenu hii? Watasema wale makafiri, kwa nini wametujia? Lakini limetubuni neno la adhabu juu ya wale waliokuwa wanakanusha, nao ndio sisi tuliokuwa tukikanusha maneno ya Mwenyezi Mungu. Sasa itasemwa, sauti itatoka, sasa ingieni jahannam. So unaona kuna vitu viwili, kuifikia kisha kuingia. Hapo wanaambiwa makafiri waingie. Hapo wanaingia sasa, wanaambiwa makafiri sasa. Wakisha ifikia, wanabaki kwanza pale. Wanaanza kuambiwa, si mnaona sasa hapa mnataka kuingia. Sasa kabla mjaingia, si waliwatumieni mitume, lakini si mliwapinga. Wanaongea na malaika. Ndiyo kweli walitufikia, lakini kweli tumedanganyika. Basi hakuna la kufanya leo. Milango inafunguliwa. Ingieni. Sasa kule kuingia ndio sasa kuingia motoni. Sasa 19:71 haikusema wataingia jahannam, bali wataifikia. Unaona hapa makafiri wanaifikia, lakini hawajaingia ndani. Kisha milango inafunguliwa, wanaingia sasa jahannam. Ukiteremka chini sasa itasemwa, ingieni milango ya jahannam mkae humo. Basi hii ni ubaya ulioje kwa makafiri wanaotakabar. Kisha 73, lakini waliomcha Mola wao ambao ni Waislamu watapelekwa peponi makundi kwa makundi. Unaona bana, eti Waislamu ilikuwa katika nyinyi Waislamu ila mtakwenda motoni. Hakuna kitu kama hicho ndani ya Qur'ani. 73 nasema Waislamu sasa waliomcha Mungu ndio watapelekwa peponi. Wataingia peponi makundi kwa makundi mpaka watakapofikia. Sikia hapo, mpaka watakapoifikia hiyo pepo. Unaona hapa tena, kufikia pepo si maana ya kuingia. Yaani hapa nilichokuelewa Sheikh KCB, kuna mambo mawili. Kuna pepo na moto. Naam. Hao wenda kwenye moto kwa maana wataifikia alafu wataambiwa ingia. Naam. Sasa huko tunarudi kwenye pepo. Sawa. Hapo wamefikia bado kuingia. Hapa wameifikia pepo lakini hawajaingia. Tuendelee. Kama vile 19:71 ile aliyotoa kwamba wameifikia jahannam lakini hawajaingia.
Na ndio hapa walifikia jahannama makafiri, lakini hawajaingia, baadaye ndio wakaingia. Hapa sasa Waislamu wanaifikia pepo lakini hawajaingia. Ukiteremka chini sasa ndio ikasema hivi, wataifikia peponi lakini bado hawajaingia. Bado hawajaingia. Kisha itasemwa baada ya kuifikia sasa wataingia sasa, na wataikuta pepo na milango yake itakuwa imekwisha funguliwa kwa ajili yao, na walinzi wake wataambia, amani juu yenu, furahini, ingieni humo mkae milele. Nao watasema, sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu ambaye ametutimizia ahadi yake na ameturifisha ardhi ya huku peponi. Tutakaa katika mabustani haya popote tupendapo, nasi ni malipo mazuri hii tuliolipwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa matendo mema. Unasikia hapo bana, walifikia pepo lakini hawajaingia, baadaye ndio wakaingia. Kwa hiyo tunaposoma hapa katika 19:71 inasema kwamba wala haikuwa katika yeyote katika nyinyi ila ni wenye kuifikia hiyo jahannama, ni wajibu wa Mola wako umekwisha kuhukumiwa. Ile kuifikia haikukuwa na maana ya kuingia. Maana yake watu wote wazuri na wabaya watahudhuria pepo, watahudhuria moto. Watakapohudhuria moto, makafiri watafunguliwa milango ya moto, wao wanaingia. Lakini Waislamu wataifikia pepo. Mungu atawaokoa kuwatoa pale walipoifikia, anawapeleka sasa, nyinyi muifikie pepo. Wakisha ifikia pepo, wanafunguliwa milango, wao wanaingia peponi. Hii aya ukiteremka 72, kisha tutawaokoa wale wamchao Mungu na tutawaacha madhalimu humo wamepiga magoti. Wanaokolewa kuingia peponi hapa ni Waislamu. Wao hawataingia motoni. Mlango wa kuingia motoni na kuingia peponi ni mpana zaidi. Siku nyingine inshallah tutakuja kuzungumzia mada wenye kuingia peponi na wenye kuingia motoni kati ya Uislamu na Wakristo ni kina nani, kwa mujibu wa Qur'an, kwa mujibu wa Biblia. Hapa haina shida, Sheikh wangu. Ni yeye amejidanganya bure maskini. Anaongelea vitu ambavyo si maana ya aya. Kristo wangu. Watazamaji wetu wa Ustadh Shafii Online TV, bado tunaendelea na majibu ya mchungaji Masawe. Kwa wale watazamaji wetu ambao walikuwa wanatupigia simu, basi nafikiri mpaka hapa mtakuwa mmeelewa nini kinafanya Masawe na nini anaendelea kukifanya kuhusiana na dini yetu ya Uislamu na kuchafua Uislamu. Sheikh Said, tuje katika hoja nyingine ambayo Masawe alileta. Hapa nafikiri hizi mbili zilizopita alitoa maandiko. Hii ya kwanza na hii ya pili tena anatoa maandiko. Kuna andiko sasa ametoa Inaisha alitoa andiko. Alitoa andiko. Yaani kwa vile vyote ndio tumefikia kwenye andiko. Kwenye andiko sasa hivi na andiko ni moja tu. Allahu Akbar. Katika hoja yake hii alitoa maandiko ya Biblia na Qur'an. Akaanza kwa Qur'an. Na hoja yake anasema Muhammad hawezi kuwa tumaini la watu. Muhammad hawezi kuwa tumaini la watu kwa sababu hajui hatima yake. Hawezi kuwa tumaini la watu kwa sababu yeye mwenyewe hajui hatima yake. Akatoa Qur'ani sura 46 aya 9. 46 aya 9. 46. Nafikiri kwanza tuisome afu tuendelee. Naifahamu andiko hilo Sheikh wangu. Inasema hivi, sema mimi si kiroja mpya katika mitume, wala sijui nitakavyofanywa mimi, wala mtakavyofanywa nyinyi, sifuati ila yaliyofunuliwa kwangu. Nafikiri ndio hii. 46 9 ndio hii. Sema mimi si kiroja mpya katika mitume, wala sijui nitakavyofanywa mimi, wala mtakavyofanywa nyinyi. Ndio kutokumtumainia Muhammad hapa. Labda kwa faida ya watazamaji wetu. Swali ameulizaje? Amesemaje pale? Ndio tuje kwenye swali, labda kwa faida ya watazamaji wetu tujibu kwa pamoja.
Lakini akasema kwa Yesu ni tofauti na Muhammad, kwa sababu anajua atakapowapeleka Wakristo. Akatoa Yohana 10:9. Yani akimaanisha shekhe, Muhammad hafai kufuatwa kulingana yeye mwenyewe hajui atakavyofanyiwa na hajui Waislamu watakavyofanywa. Sasa huyu afatwe vipi? Akatoa Yohana kwenye Biblia Yesu, kwa maana watu anajua Kristo atawapeleka wapi. Akatoa Yohana 10:9. Labda tunukuu na hiyo Yohana 10:9. Na hiyo Yohana 10:9 tuisome. Ni hatari sana kwa kweli. 10:9 Yohana inasema hivi 10:9. Nasoma shekhi wangu. Mimi ndimi mlango wa kondoo. Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Maneno hayo na hii andiko tofauti. Maneno haya ya 10:9 Yohana na maneno ya Qur'an 46:9 tofauti. Yesu ni mlango. Sasa Muhammad si mlango. Muhammad si njia. Qur'an inasemaje? 3:31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Sema we Muhammad, waambie kama kweli wananipenda mimi Allah wakufuate wewe. Kukufuata maana yake yeye ndio mlango. Waingie kwako. Kama vile Yesu anasema naye ni mlango, bi maana waingie kwake. Kwa faida ya watazamaji wetu na lile andiko alotoa yeye, naomba ufafanue. Hii andiko tofauti na hii anayotoa hii, havikutani hata kidogo. Yaani haviingii katika mada moja. Ni mada tofauti. Yaani kwa hoja hii ishajibika, yani kwa maana andiko lake na hili lilotoa sasa hivi. Sawa, tunataka lile ambayo lile tutalijibu. Nataka kuonesha kama hii si sababu ya kutoa Yohana. Hii andiko ya 46:9 kutaka kulinganisha kwa Yesu. Yeye hangetoa hiyo ya Yesu. Kwa sababu hii haimaanishi kula nako kuelekea kwa Yesu. Yesu anasema ni mlango. Hii inasema Yesu si kiroja mpya. Hajui atakavyofanywa. Angelitoa andiko ya kusema hivi, Yesu aseme mimi najua mtakavyofanywa na najua nitakavyofanywa, ili iendane sawa na hili. Hatari sana. Sasa shekhi wangu, andiko hii ya 46:9 haijamaanisha kwamba Mtume Muhammad si wa kufatwa. Haijamaanisha kama Mtume Muhammad hawezi kuwa faida kwa umma siku ya peponi. Haijamaanisha kama Mtume Muhammad haiko juu ya Yesu. Heshima na thamani na utukufu wa bwana Mtume Muhammad kwa aya hii iko pale pale. Sasa tusome umaana wa aya hii. Aya isafi kabisa. Tunaanzia kwanza juu. Hapa inaposema mimi si kiroja mpya katika mitume, wala sijui mtakavyofanywa mimi. Yani mimi Muhammadi sijui nitakavyofanywa. Ukiendelea kusema wala nyinyi sijui mtakavyofanywa. Chukulia. Sasa nitataka ndugu yangu uweze kunifuata kwa haya. Mambo mawili, mtume hajui atakavyofanywa yeye kama yeye, na hajui Waislamu watakavyofanywa kulingana na umaana wake. Lakini sio ndio maana wa hapa. Jambo la kwanza, mtume alipokuwa anazungumza alikuwa anaongelea wanani? Alikuwa anazungumza na nani? Kwa sababu alisema nyinyi mtakavyofanywa sijui. Inabidi tujue nyinyi alikuwa anawaambia wanani. Masawi anapotoa hii anakusudia kwamba mtume anawaambia Waislamu kwamba Waislamu hawajui watakavyofanywa. Muhammad hajui watakavyofanywa. Mtume gani tutamfuata na yeye hajui Waislamu wake watafanyiwa nini? Lakini hapa alikuwa hawaambii Waislamu, alikuwa anawaambia Wakristo. Tukianzia 7 inasema hivi, na wanaposomewa aya zetu zilizo wazi
wale waliokufuru husema juu ya haki inapowajia, huu ni uchawi ulio dhahiri. Au wanasema hao makafiri kwamba ameyatunga Muhammad, ameyabuni mwenyewe, ameyazua mwenyewe. Sema, aseme kuambia wanani? Waislamu. Makafiri wenye kukataa Qur'ani ndio Wakristo. Sema uwaambie, basi hamwezi kunifaa chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye ajuaye mnayoyashughulikia, yeye anatosha kuwa shahidi baina yangu na nyinyi, naye ni mwingi wa msamaha, mwingi wa rehma. 9 sasa kwenye alitoa. Sema we Muhammad waambie. Awaambie wanani? Makafiri. Sio waambie Waislamu. Awaambie makafiri. Awaambie makafiri nini? Mimi si kiroja mpya. Awaambie makafiri, nyinyi makafiri, mimi Muhammad si kiroja mpya katika mitume. Maana yake mimi siko mtume mpya, niko tu miongoni mwa mitume. Haijamaanisha kwamba hakuna mwingine mtume, ni mimi tu. Mimi ni mtume na wengine walikuwepo. Inaendelea kusema hivi, wala sijui nitakavyofanywa mimi Muhammad. Iko naambia wa Kristo, sijui nitakavyofanywa. Kuna majibu mazuri sana hapa. Nitakavyofanywa mimi Muhammad sijui. 3, wala mtakavyofanywa nyinyi wa nani? Makafiri. Hata nyinyi makafiri, mimi sijui nitakavyofanywa, sijui kwa kweli. Na nyinyi vile vile mtakavyofanywa sijui. Sasa sikiliza majibu. Wao wanakamatia hapo, Muhammad hatima yake na yeye haijui. Sasa mtamfuata mtu ambaye hajui atawapeleka wapi? Wanaanza nyuma wakati na wakanyaga wengine. Uislamu mnaenda mnapotea, mnamfuata mtu ambaye yeye mwenyewe hatima yake hajui. Sasa hapa alikuwa anawaambia Waislamu kajikanga mwenyewe. Hapa mtume Mungu anamwambia waambie wao Wakristo wenye kukataa, mimi nyinyi Wakristo sijui mtakavyofanywa, na mimi Muhammad sijui mtakavyofanywa. Sasa sikiliza majibu. Hawashuki chini. Kutokushuka chini ndio inasababisha hao jamaa wanafeli, tena wazushi wakubwa, wanapindua aya kwa maana wanayokusudia wenyewe. Chini nasema hivi, sifuati ila yaliyofunuliwa kwangu. Maana yake sijui nitakavyofanywa kwa sababu Mungu bado hajanifunulia. Maana yake akinifunulia nitajua nitakavyofanywa. Sijui mtakavyofanywa nyinyi wa Kristo kwa sababu Mungu hajanifunulia. Lakini akinifunulia nitajua mtakavyofanywa. Ndio maana yake. Ndio mtume anasema hivi, si nitasema chochote kwa sababu Mungu hajanifunulia. Yaani wakati mtume anazungumza hajafunuliwa. Hapo alikuwa hajafunuliwa kuhusu hili. Anasema anajua wakati hajui. Kuhusu hili Mungu alikuwa hajamfunulia. Haikupita kitambo Mungu akamwambia, naam, sasa nakufunulia. Allahu Akbar. Alipotamka neno hilo kwa ule muda, Mungu alikuwa bado hajamfunulia kumwambia kama watafanyeje hawa na wewe utafanyeje wewe. Mungu alikuwa hajamfunulia. Lakini sasa baadaye Mungu akamfunulia. Sasa yeye atafanywa vipi na Wakristo watafanywa vipi siku hiyo, kila kitu kikawekwa wazi ndani ya Qur'an. Nafikiri hapo atakuwa ameelewa. Sasa tuone sasa mtume Muhammad kafunuliwa vipi kwamba yeye atafanyiwa nini. Hapa ndio tunataka tujue atafanyiwa nini.